umma hufanyika kwa kuzingatia sifa zilizoainishwa katika muundo wa utumishi wa kada za watendaji wa vijiji au mitaa uliotolewa na serikali kupitia waraka wa maendeleo ya utumishi wa umma namba 1 wa mwaka 2013. Mheshimiwa Mwenyekiti, muundo huo umeainisha watendaji wa vijiji na mtaa wanaoajiriwa katika utumishi wa umma wanatakiwa kuwa na kiwango cha elimu ya kidato cha 4 au 6, waliohitimu mafunzo ya astashahada yani certificate katika moja ya fani zifuatazo: utawala, sheria, elimu ya jamii, usimamizi wa fedha, maendeleo ya jamii na sayansi ya sanaa kutoka chuo cha serikali za mitaa Hombolo au chuo chochote kinachotambuliwa na serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokana na masharti hayo, wahitimu wa mafunzo ya stashahada yani diploma katika fani tajwa hawawezi kuajiriwa kwenye utumishi wa umma katika nafasi ya mtendaji wa kijiji na mtaa kwa kuwa sifa hiyo haijatajwa katika muundo husika. Hata hivyo, wahitimu wenye sifa hizo wanaweza kuajiriwa katika utumishi wa umma katika kada nyingine zinazotaja sifa hiyo kama sifa ya kuajiriwa. Asante. Mheshimiwa Miraji Jumane Mteturu. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa majibu ya serikali, lakini na maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, ni taaluma zipi ambazo sasa wanaweza kuajiriwa ili na wenyewe waweze kupata haki ya kuajiriwa baada ya kuwa wamepata mafunzo mbalimbali? Lakini la pili, nitaka nijue tumekuwa na upungufu wa watendaji katika vijiji na kata, na tumekuwa tukichukua muda mrefu sana kujaza nafasi hizi na imeathiri sana utendaji wa serikali kwenye maeneo yetu. Nini mpango wa serikali wa muda mrefu kuhakikisha kwamba nafasi hizo zinajazwa na kuondoa magepu ambayo yapo? Majibu Mheshimiwa Waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama ambavyo nimejibu kwenye majibu ya msingi kwamba ajira za watendaji wa vijiji na mitaa zimeainishwa kwa mujibu wa mwongozo wa utumishi wa umma namba 1 wa mwaka 2013, na kwamba wenye sifa hizo ni wale waliohitimu kidato cha 4 au kidato cha 6 lakini kupata certificate katika maeneo ya utawala, sheria, elimu ya jamii, usimamizi wa fedha, maendeleo ya jamii, sayansi ya sanaa kutoka chuo cha Hombolo au chuo kingine chochote ambacho kinatambuliwa na serikali. Kwa hawa ndio wenye sifa ya kuajiriwa kama watendaji wa vijiji au wa mitaa. Lakini wale wenye diploma wana nafasi katika ajira kwa maana ya sifa katika ajira nyingine, nafasi nyingine, lakini sio watendaji wa vijiji au mitaa. Na wameendelea kuajiriwa Mheshimiwa Mwenyekiti katika nafasi mbalimbali kwa nafasi hiyo ya diploma. Jambo la pili Mheshimiwa Mwenyekiti, kuhusiana na watendaji wa vijiji. Ni kweli kumekuwa na changamoto baadhi ya maeneo kwamba vijiji vinakosa watendaji wa vijiji, lakini serikali imeendelea kufanya tathmini mara kwa mara na kutambua vijiji ambavyo havina watendaji na kuendelea kuwaajiri. Lakini muda ambao unapita unatokana na taratibu zile za ajira ambazo zinachukua muda kidogo, lakini serikali itaendelea kuhakikisha kwamba kila mahala ambapo nakuwa tuna mtendaji wa kijiji au mtaa basi anapatikana mapema kwa ajili ya kujaza nafasi hiyo. Asante. Tunaendelea na swali la Mheshimiwa Kenneth Ernest Nolo, mbunge wa Bahi, aulize swali lake. Swali la mbunge wa Bahi linauliza, je, lini serikali itaanza ujenzi wa kituo cha afya kata ya Mpalanga Bahi? Naibu Waziri anaendelea kutoa majibu ya serikali. 2024-2025 serikali imetenga fedha ya nyongeza shilingi bilioni 53.5 kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya afya kwenye kata 214 za kimkakati. Awamu ya kwanza inaanza na ujenzi wa vituo 120 ambapo shilingi bilioni 30 zimetengwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika halmashauri ya Bahi shilingi milioni 250 zitapelekwa awamu ya pili katika kata Mtitaa kwa ajili ya ujenzi wa jengo la kuhudumia wagonjwa wa nje OPD, choo cha nje, kichomea taka na shimo la kutupia kondo la nyuma. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inaendelea kutenga fedha kwa awamu kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya afya katika kata za kimkakati kote nchini ikiwemo kata Mpalanga katika halmashauri ya Bahi. Mheshimiwa Kenneth Ernest Nolo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nishukuru serikali kwa dhati kwa namna ambavyo imeweza kutoa fedha na kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya Mtitaa. Mheshimiwa Mwenyekiti, na maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, serikali imejenga kituo cha afya Babayu, lakini hadi sasa huduma zile za kituo cha afya hazijaanza kutolewa, hususan upasuaji. Lakini swali jingine ni kwamba serikali ilianza ujenzi wa kituo cha afya pale kata ya Chifutuka na kilishakamilika, lakini jengo la OPD halikujengwa. Je, serikali ni lini itakamilisha ujenzi wa kituo cha afya cha Chifutuka kwenye OPD ili wananchi waanze kupata huduma kamilifu?
Majibu, Mheshimiwa Waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza nimpongeze Mheshimiwa Ernest Kenneth Nolo kwa namna ambavyo ameendelea kuwasemea na kuwawakilisha wananchi wa jimbo la Bahi, lakini nafahamu kwamba anafuatilia sana kuwezesha kituo cha afya cha Babayu kuanza kutoa huduma, na mimi na yeye tulifanya ziara katika kituo kile cha afya na tuliona majengo yakiwa hatua za mwisho za ukamilishaji. Na ni mpaka sasa jengo la upasuaji ya kituo cha afya cha Babayu tayari limekamilika, lakini taratibu za kuanza huduma za upasuaji ziko mwishoni. Naomba nitumie nafasi hii kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisa Resta Misemi nimwelekeze mkurugenzi wa mashauri ya Bahi, kwa sababu Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alishapeleka fedha milioni 500, majengo yamejengwa, likiwepo jengo la upasuaji na limekamilika, lakini Mheshimiwa Rais amepeleka fedha za vifaa tiba vyote kwa ajili ya upasuaji. Kwa hiyo naomba nitoe maelekezo haya kwa mkurugenzi kwamba tunawapa mwezi mmoja, ifikapo tarehe 30 Juni kituo cha afya hiki jengo la upasuaji lianze kutoa huduma za upasuaji kwa wananchi. Asante. Mheshimiwa Kuchauka, nimekuona. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa nafasi. Kituo cha afya cha Ngongowele kilipata fedha milioni 250 zile za matokeo makubwa sasa, mradi ambao ushakwisha. Je, ni upi mpango wa serikali sasa kutupatia fedha milioni 200 nyingine ili kukamilisha kituo kile? Majibu, Mheshimiwa Waziri. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kujenga vituo vya afya na kuvikamilisha kwa awamu. Tunafahamu kwamba kituo cha afya cha Ngongowele katika jimbo la Liwale bado hakijakamilika, lakini serikali ishapeleka fedha awamu ya kwanza, na nikuhakikishie kwamba tutaendelea na awamu ya pili ambapo tutapeleka fedha kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kituo hicho kinajengwa na kukamilika ili kianze kutoa huduma kwa wananchi ambazo zina ngazi ya kituo cha afya. Mheshimiwa Dr. Christine Mzava. Christine Ishengoma. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Je, ni lini serikali itamalizia ujenzi wa kituo cha afya Mafisa katika manispaa ya Morogoro? Asante Majibu, sana. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kituo cha afya cha Mafisa katika manispaa ya Morogoro ni moja ya vituo vya afya ambavyo vina upungufu wa majengo, na tayari serikali ilikwisha ainisha majengo yanayopungua na tumeshakiweka kwenye mpango wa budget kupitia mfuko wa dunia wa Benki ya Dunia. Kwa naomba nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba fedha zitapelekwa kwa ajili ya ukamilishaji wa kituo hicho cha afya. Mheshimiwa, tunaendelea na swali la Mheshimiwa Rose Vincent Busiga, mbunge wa viti maalum. Swali linauliza, je, lini serikali itapeleka fedha za kukamilisha ujenzi wa wodi ya mama na mtoto katika kituo cha afya Runzewe Mashariki Bukombe? Naibu Waziri anaendelea kutoa majibu ya serikali. Majibu ya swali hilo, Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kupitia mapato ya ndani ya halmashauri ya Bukombe imeendelea kutenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya Msonga kilichopo kata ya Runzewe Mashariki. Mpaka sasa jumla shilingi milioni 413.08 zimepelekwa na kutekeleza ujenzi wa jengo la kuhudumia wagonjwa wa nje ya OPD, jengo la maabara na jengo la kliniki ya mama, baba na mtoto RCH. Majengo yote haya yamekamilika na yanatumika. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2024/25 halmashauri ya wilaya Bukombe imetoa shilingi milioni 164.05 kwa ajili ya ujenzi wa jengo la wazazi na jengo la upasuaji. Ujenzi wa majengo hayo umefikia 85%. Aidha, katika mwaka fedha 25/26 serikali kupitia mapato ya ndani ya halmashauri imetenga shilingi milioni 80 kwa ajili ya ujenzi wa jengo la kufulia. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kutenga fedha kwa ajili ya ujenzi na ukamilishaji wa miundombinu ya msingi ikiwemo wodi ya mama na mtoto katika kituo cha afya cha Msonga katika kata ya Runzewe Mashariki. Asante. Mheshimiwa Dr. Christine Mzava. Kwa kuwa halmashauri ya Mbogwe imetoa fedha za mapato ya ndani shilingi milioni 100 kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha Nyakafulu, jengo la OPD. Je, ni lini serikali itatoa fedha kwa ajili ya kukamilisha majengo katika kituo hicho? Swali la pili. Je, ni lini serikali itatenga fedha kwa ajili ya kituo cha afya cha Nhumolwa Mbogwe? Majibu, Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza niipongeze halmashauri ya Mbogwe kwa kutimiza wajibu wake wa kutenga fedha hiyo shilingi milioni 100 kwa ajili ya kuendeleza ujenzi wa kituo cha afya ambacho Mheshimiwa mbunge Dr. Christina amekitaja. Na nimhakikishie tu kwamba serikali kwa kutumia mapato ya ndani lakini kupitia fedha serikali kuu tutaendelea kutenga fedha kwa ajili ya kuhakikisha kwamba majengo yote katika kituo hicho cha afya yanakamilika, na tutahakikisha kwamba kituo hicho kinaanza kutoa huduma mapema iwezekanavyo kwa maslahi ya wananchi katika eneo hilo. Na ni swala la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, kuhusiana na
kituo cha afya ambacho tayari kimeorodheshwa kwenye idadi ya vituo vya afya vya kimkakati kwa kila jimbo. Nimhakikishie tu Mheshimiwa mbunge kwamba tayari serikali inaendelea na taratibu za kutenga budget kwa ajili ya kwenda kujenga kituo hicho cha afya cha kimkakati katika kata ambayo Mheshimiwa mbunge amehitaji. Mheshimiwa Hassan Kungu, nimekuona. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Kata ya Namiungo kulikuwa kuna ahadi ya aliyekuwa rais wa awamu ya 5 Dr. John Pombe Magufuli ya kujenga kituo cha afya katika kata ile ya Namiungo. Lakini pia baada ya kuona mchakato ule ni mrefu sana na ahadi ile haikamilishwi, mimi baada ya kuletewa fomu humu ndani sisi wabunge kujaza vituo vya kimkakati, nilijaza fomu ile kwa kuelekeza kituo kile kikajengwe katika kata ya Namiungo ili kutekeleza ahadi ya Mheshimiwa Rais. Sasa nataka kufahamu, je, ni lini pesa zile zitakwenda kwa ajili ya ujenzi wa kituo kile cha afya katika kata ya Namiungo? Asante. Majibu Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli kwamba Mheshimiwa mbunge amefuatilia mara kadhaa kuhusiana na utekelezaji wa ujenzi wa kituo cha afya katika kata Namiungo, na tayari sisi kama ofisi ya Rais TAMISEMI tulishakiweka kituo cha afya hicho kwenye kata za kimkakati, na kwa bahati nzuri Mheshimiwa mbunge mwenyewe aliainisha kata hiyo kama kata kimkakati. Na tayari Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameshatenga fedha shilingi bilioni 53.5 kwa ajili ya majimbo yote 214, na tayari hivi sasa fedha zimeanza kupelekwa kwenye majimbo 120, jumla shilingi bilioni 30, na nikuhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba kituo hicho cha afya kitapata fedha wakati wowote mwaka huu kwa sababu fedha zimeanza kupelekwa kwenye halmashauri zetu. Nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri pamoja Mheshimiwa Festo Dugange na Mheshimiwa Zainab Katimba kwa majibu hayo ya waheshimiwa wabunge kutoka ofisi ya Rais TAMISEMI. Tunaendelea na Wizara ya Maji. Mheshimiwa Michael Constantino, makamu mbunge wa Kibaha Vijijini, aulize